coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. Yesu akarudi kwa Joseph, ministry yake ikaenda chini. There was no miracles happening. Labda ulikanyaga sehemu ya maombi na kumbe ile ni madhabahu ya shetani. Labda ulikanyaga mchanga fulani na labda ile mchanga iko na shida. Leo nimekuja kufungua hiyo miguu yako. Ninatangaza siku ya leo. Labda mtu alikuwa amenikupeleka kwa maombi, baadaye ukastukia ni mganga. Kuanzia pale shida inakuingia. Ninatangaza siku ya leo, miguu yako inatoka kwa hiyo nechi. Nyinyi hampasi kutoka kule. Wale watu wamewakataa kwa sababu wako na miungu, wako na roho zinatawala ndani yao, wamekataa kusikia injili. Mkienda na hiyo vumbi itawazuilia ndani ya maisha yenu. Lazima ile vumbi make sure inaachwa ile sehemu. Ndio ninakuja kuomba siku ya leo. Ninakuombea siku ya leo. There is a will of God in your life. Na ndio naiombea siku ya leo. Chenye ulipangiwa na Bwana, ninatangaza akili yako ifunguke leo. Akili yako ifunguke kanisa la kule nyuma. Wekelea mkono wako wa kichwa chako. Omba saa hii sekunde 30. Your mind ifunguliwe kuanzia sasa. Watu wanaekelea mikono kwa kichwa. Naona mwingine anisikii na zaidi akili inafunguliwa. Na hiyo akili ndio ninaongea nayo. Na hiyo akili ndio lazima ifunguliwe. They are supposed to do the will of God. They are supposed to be in business. They are supposed to be serving God. They are supposed to be great people. But their mind imewekewa mitego. Walipewa vitu wakaacha Bwana. Waliwekewa vitu wakajisahau. Hautajisahau tena wewe. Wewe ni mtu wa maana mbele ya macho ya Bwana. You are a servant of God. You are a business person. You are a great woman of God. You are a great man of God. Because he that is in you is greater than he that is in this world. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. Akili huwa inafungwa. Paul anasema akili zao ziweze kufunguliwa kutokana na mtego wa nini? Wa ibilisi. Shetani anaweza kufunga, anaweza kuweka ile sehemu, anaweza kuweka hiyo sehemu. Haleluya. Maono ya Musa ilikuwa ni kuongoza kanisa watu 3 million in the wilderness. Lakini the strategy was to keep him in the palace. Hallelujah. You might be in your palace of the modern time, but that palace hinder you from a greater palace. I am praying may you see the greater palace, not the small palace that you are having in your home. May you see the greater palace of tomorrow, not the palace that you are in today. He was a great man. He was to lead the greatest generation and the greatest church in the wilderness. When Yesu asifiwe. Praise be to the name of the Lord. Let's go to the book of Psalms 25 verse 15 all the way to 18. Psalms 25 verse 18 inasema. Psalms 25 verse 15 to 18. 15 inasema hivi. Yes. Macho yangu mwelekea Bwana daima. Macho yangu inamtazamia Bwana. Naye atanitoa miguu yangu katika wavu. Atanitoa miguu yangu katika wavu. Ninakuombea siku ya leo. Miguu yako iko katika wavu. Ninatangaza unaenda kukanyaga sehemu mpya. I don't know whether you are hearing me here. Daudi anasema aliomba ondolewe kwa mitego. Baadaye anashukuru Bwana juu ametoa miguu yake katika wavu. Kuna watu hapa wanastahili kuwa akienda biashara nchi za Dubai. Kuna watu wanapaswa kuwa ofisi kubwa hapa. Ninatangaza miguu yako inatoka ndani ya hiyo wavu. Ninafungulisha hiyo miguu yako wewe. Yeresa moyo God. Yeresa moyo God. Hiyo miguu yako inatoka kwa wavu. Inatoka kwa wavu. Kuna sehemu unaenda kukanyaga. Kuna sehemu unaenda kuingia. Kuna sehemu watu wanaingia hapa. Ninaona watu wa mshini wanatoka ndani ya wavu. Wakukosa kazi. Wanaingia kwa kazi. Wanatoka kwa wavu wa kukosa. Hii wiki wale wana biashara. Ninatangaza utauza mpaka uketi chini. Because God is about to release a harvest. Are you hearing me? Unatoka kwa wavu. Mali yako inatoka kwa wavu. Miguu yako inatoka kwa wavu. Inatoka. Ninatangaza inatoka. Nyosha mikono yako. Kuna watu wanatoka. Miguu yao inatoka. Umekaa ndani ya wavu. Imesoma.
zimekaa nyumba miaka 5. Now you shall travel. You shall travel. Hiyo wavu unakatika. Unatoka ndani ya hiyo wavu. Unatoka ndani ya hiyo wavu. Bwana ametoa miguu ya Daudi ndani ya wavu. I am talking to business people. I am talking to men and women of God. Hiyo neti leo inapasuka. Thank you, Jesus. Hallelujah. Did we say here there is a problem that is going on here? Hallelujah. Look here. The man is anointed. Hallelujah. Someone comes today. Someone comes today, says, now Saul, God has chosen you the king of Israel. Hallelujah. The following day, the man becomes the king. There is no election. It is election by grace. Neno kachaguliwa na neema. Neema yeye kapatana. Hapakuwa na mpinganishi. Hapakuwa na mtu yoyote. The same prophet anointed the man. The same prophet says, God has said he's tired with you. And he has anointed David now to take over. But David is still loitering in the desert. He's still loitering around in the desert. At one time he made himself mad so that he would escape the ways and the wrath of Abimelech. Thus he made himself mad. At the time he's anointed the king of Hebron. But still Saul is looking after him. Ndio akasema Bwana ametoa miguu yangu kwa neti. Na wazee wote wa Israeli wakaja kwambia you are the king because Saul has died. Inatangaza siku ya leo. Yeyote amekamata maono yako. Yeyote amekamata maono yako. Mungu ameachilia. Lakini maono inacheleweshwa na mkono wa mwenye nguvu. Wa mkono wenye anatawala. Inatangaza siku ya leo. Inaweza chelewa, lakini leo tumekuja hapa kuomba chochote kinacheleweshwa inaondolewa siku ya leo. Hiyo mitego alikuwekea. Hiyo mitego alikuwekea. Kuna sehemu hujakanyaga, utakanyaga kwa jina la Yesu Kristo. I knew something in my life and I have been carrying it in my life. And I've been saying where Apostle Rose and my father, they have not stepped, I'll go. And now I have a record clear in the whole of my family. I have gone the fathers, leaving those doctors, those professors, those that were doing so many things. Yes. Apostle Rose could tell you, I will be one of the records for the team. One time I refused to attend the interview in Nairobi. I went on, he kept on calling me. Somebody was really one of my uncle. He was really telling me, where are you? We are waiting for you here. And I'm telling you, no, I'm in Machakos and I'm still in Mtwapa. So I pray for you today in the name of Jesus Christ. I will be just there, maybe guarding somebody there. No. God is with you. 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 Na ninakuombea siku ya leo, mahali hawajakanyaga wazazi wako, utakanyaga, waone Mungu wao walioomba. Na wewe ambao una watoto, naomba waambie wakanyaga sehemu hawajawahi kanyaga wewe. So I see the God on your side. And I pray, maombi mama yako ashakuombea, na ikatimie kwa jina la Yesu Kristo. Maombi baba yako ashakuombea, neema ikatimie kwa siku ya leo. Step where they have never stepped. Break the net in the name of Jesus. Break the net in education. Break the net in finances. Break the net in the health. Break the net in marriages. Break the net in governments. Break the net in media. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea siku ya leo, wavu uende ukakatike. Endelea kusoma neno la Bwana. Yes. Verse 16 inasema, Verse 16 says, uniangalie na kunifadhili. Uniangalie Bwana na unifadhili. Maana mimi ni mkiwa na mteso. Because I am in affliction. Hallelujah. When somebody is under the snare of the enemy, anakuwa na mateso. Mateso ya mwenye haki ni mwenye haki aliyewekewa mitego. Lakini Bwana humuokoa na hayo. Ni ile mitego amewekewa. Ninakuombea siku ya leo, hiyo mitego Bwana aende akakuondolee. Mitego ambayo umewekewa, Jehova aende akaondoe. Jehova aende akaondoe. Inua mikono yako mwambie Bwana niondolee. Niondolee Bwana. Waondolee. You are their God. You are their God. You are their God.
You are their God. You are their God. You are their God. Waondolee siku ya leo. Waondolee Bwana machishi. Waondolee siku ya leo. Kila mtego wamewekewa. Waondolee Bwana. Wewe ni Mungu unayeweza. Mtenda miujiza. Omba. Naona hiyo miguu yako leo inafunguliwa kwa jina la Yesu. Hiyo miguu yako inafunguliwa. Hiyo miguu yako inafunguliwa. Hiyo miguu yako inafunguliwa. Hiyo miguu yako naiona inafunguliwa tena. Jehova anaenda kuifungua. Jehova anaenda kuifungua. Jehova anaenda kuifungua. Jehova anaenda kuifungua. Bwana anaenda kuifungua. Mungu anaenda kuifungua. Iende kafunguliwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia Daudi anasema Bwana ameondoa miguu yake kwenye neti. Let's go to here. Yesu aliambia wanafunzi wake namna gani? Aliwaambia kuna sehemu mkikanyaga. Hiyo sehemu mkikanyaga, ile roho iko huko mkienda nayo itawadhuru maisha yenu. You need to shake the dust. Na mimi nakuombea siku ya leo. Yesu akarudi kwa Joseph. Ministry yake ikaenda chini. There was no miracles happening. Labda ulikanyaga sehemu ya maombi na kumbe ile ni madhabahu ya shetani. Labda ulikanyaga mchanga fulani na labda ile mchanga iko na shida. Leo nimekuja kufungua hiyo miguu yako. Ninatangaza siku ya leo. Labda mtu alikuwa amenikupeleka kwa maombi, baadaye ukastukia ni mganga. Kuanzia pale shida inakuingia. Ninatangaza siku ya leo, miguu yako inatoka kwa hiyo neti. Inatoka kwa hiyo neti. Inatoka kwa hiyo neti. Hallelujah. Luke 9:5. Yesu anaambia wanafunzi wake namna gani? Ama tuanzie Luke 9:1. Hebu tuanzie wapi mpaka 5? Luke, we connect the story. Luke 9:5 inasema, akawaita wale thenashara. Akaita wale 12. Akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawapatia nguvu na uwezo ya kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu. Akawaambia nendeni mkatangaze ufalme wa Bwana. Na kupoza wagonjwa. Na waende waponye wale wagonjwa. Verse 3 inasema. Verse 3 says. Akawaambia. Msichukue kitu katika safari yenu. Usichukue chochote katika safari yenu. Fimbo. Wala mkoba. Wala mkate. Wala fedha. Now verse 5. Verse 5 inasema. Na wale verse 4. Na nyumba yoyote mtakayoingia kaeni humo. Na nyumba yote mtaingia kaeni hupo. Mpaka mtoke mjini. Verse 5 nayo inasema. Verse 5 says. Na wale wasiowakaribisha. Mtakapo katika mji huo. Mtakapotoka katika mji huo. Yakunguteni hata mavumbi ya miguu. Ninakuja kutangaza. Ungekuwa ukiota ukiwa kule kwenye ukiwa class 4. Leo hiyo mavumbi inakuachilia. Ingisha hiyo miguu yako manake inatoa ndani ya wavu. Kuna miguu yako ilichukuliwa. Kuna kiatu ilipotea. Kuna watu walichukua miguu yako. Ninatangaza baada ya ibada ya leo, unaenda kuitwa kazi haujawahi itwa. Kuna sehemu unaenda kukanyaga haujawahi kanyaga. Miguu yako inaenda kukuingiza sehemu haujawahi ingia. Yesu akawaambia there is what you need to do. Ondoeni ili muweze kupokea neema. Jitenganisheni. Are you hearing me? Yesu alipokanyaga kule katika nyumba ya baba yake, huduma yake ikaanza kushuka. Miujiza haikutendeka. Neema ikaondoka. Yesu akamwambia wanafunzi wake, nimeelewa shida ambayo ilitusumbua pale, lakini sasa nyinyi hamtaweza. Ndio Yesu akamwambia, wote walioninio watatenda makuu na makubwa kuliko yale niliyoyatenda. Mna nguvu siku ya leo ya kuvunja every evil foundation. You have power right now and the knowledge and the wisdom of God to understand the mystery of the word of God. Wanaambia namna gani? Nyinyi hampasi kutoka kule. Wale watu wamewakataa kwa sababu wako na miungu. Wako na roho zinatawala ndani yao. Wamekataa kusikia injili. Mkienda na hiyo vumbi itawazuilia ndani ya maisha yenu. Lazima ile vumbi make sure inaachwa ile sehemu. Ndio ninakuja kuomba siku ya leo. Katika mlima huu wa Bwana, kila vumbi ya kiroho uko nayo inaachwa hapo siku ya leo. The angel of God is dealing with you right now. Utaona wakati wa deliverance kuna miguu ya watu itaanza kuwaka moto, because chochote waliwekewa wakakanyaga. Leo lazima kiwaachilie, lazima kiwaachilie. That's why you see even some of the deliverances. Kama ushaona hapa,
Wakati mwingine naambia watu wanipatie miguu ama watoe viatu because Mungu ananiambia huyu mtu amefungwa miguu. So even if we continue chasing, go, you have seen so much. That's why sometimes you have to sprinkle. As we have done that, you see the person is delivered. Because huyu mtu amefungwa kwa miguu. Miguu yake imefungwa. He cannot go anywhere. Kwa hiyo natangaza siku ya leo, kuna sehemu unaenda wewe. Kuna sehemu unaenda wewe. Kuna sehemu unaenda wewe. Kuna sehemu unaenda wewe siku ya leo. Na kila roho imekushika leo mpaka ikuachilie. Nabii Isaia akapata the daughters of Zion wako na shida katika maisha yao, akawaambia ile shida mko nayo, for you to be free so that you can sing again a new song, aliwaambia shake your dust. Isaiah 52 verse 1 and 2, read. Aliwaambia you people, you what is tying you is the word is holding you in your legs, that you cannot go farther from where you have reached. Hallelujah. Kuna watu wamekaa sehemu moja sana. You must go to a new place. You must go to a new place. You must see a new thing today. You must see a new thing today. You are a child of God. Soma neno la Bwana. Isaiah 52 verse 1 inasema. Yes. Amka. 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 Jivike nguvu zako. Vaa nguo, jivike. Put on your strength again. Hey Sayuni. Oh Zion. Jivike mavazi yako mazuri. Wear new garments upon you. Hey Yerusalemu. Oh Jerusalem. Mji mtakatifu. The holy city. Kwa maana tokea sasa. Hata ingia ndani yako. Asiyetahiriwa. Wala aliye najisi. Verse 2 inasema. Jikungute mavumbi. Uondoke. Uketi. Yerusalemu. Jifungulia vifungo vya shingo yako. Hallelujah. Kwa hiyo anaamua kwanza, kabla kifungo hichi kimekufunga ya kwamba wewe ukasonga mbele, kwanza pambana na ile mitego umewekewa kwa miguu yako. Inua mikono yako mahali ulipo. There is a yo. Now let me do this in the prayer of people to understand. Let me do this revelation. Ezekiel alipata watu ambao wamefungwa. Hawa watu labda alimwambia sisi, you don't need to understand what he's saying here because he's giving in a direct information. Wale watu labda akamwambia sisi bwana tuna vifungo tumefungwa. Yule kifungo ambacho cha shingo ni kama ile tithering ya ng'ombe. Ya kama imefungwa na inaweza kula tu circumference ya hiyo area. Haiwezi kupita hiyo circumference ya hiyo area. So kama bwana kuna sehemu hatupiti. Hata kama hapa kuna nyasi hatuwezi tukaifikia. Na nabii Isaia anawaambia ya kuna mavumbi iko miguuni mwenu. Mkishai kunguta ishatoka. Hiyo nira nayo itajikata yenyewe. Ninakuombea siku ya leo. You have been in one place for so long. Ninakuombea kila mitego uliwekewa uende ukafunguliwe kwa jina la Yesu. Natangaza uende ukafunguliwe. Natangaza uende ukafunguliwe. Nyosha mikono yako mbele za Bwana. Anza kuomba na jina la Father. Deliver my legs from today. Baba, komboa miguu yangu siku ya leo. Kuna watu waombi, ulikuja kuomba kwa hii kanisa. Haukuja sherehe. Open your mouth. It is service delivery. You come here to receive the service of the word of God. Naona wengine ndugu zangu tuombe wananiangalia. Angalia Mungu. Angalia Mungu. Naona hata kuna passport iko hapa chini. Mungu leo anatenda mema. Nimesema hali uje kanyaga unaenda kukanyaga. Unaenda kukanyaga kwa jina la Yesu. Unaenda kukanyaga kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Nyosha mikono yako, kataa. Chochote kinatawala kwa miguu yako. Mwambie Bwana ibada ya leo, hii miguu yangu leo inakombolewa. Kuna mahali itaenda kukanyaga. Kuna ofisi hii miguu yangu itaingia kuanzia leo. Hiyo promotion sijapokea. Kuna kazi hii miguu yangu itakuwa ikienda kufungua. Sio kazi ambazo zinakufa zikifufuka. Kataana na hiyo roho kuanzia siku ya leo. Kanisa la kule nyuma, miguu yako inafunguliwa wewe. Yule ambaye iliibwa na wachawi, utaona vinataruka hapo, manake kutakuwa na moto. Kutakuwa na moto wa Baba. Kutakuwa na moto wa Baba. Kutakuwa na moto hapa. Hallelujah. Miguu inaweza shida because it is a command from God to the children of Israel. Let's go to the book of Joshua, verse 1, chapter 1, verse 2 and 3. Read.
Joshua chapter 1 verse 2 inasema, Musa mtumishi wangu amekufa. The Moses my servant is dead. Haya basi. Now, ondoka. You move. Vuka mto wa Yordani. Cross the river Jordan. Wewe na watu hawa wote. You and all these people. Kaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Go until the city I will give unto you, children of Israel. Verse 3 inasema. Verse 3. Very, very important for you to read. Na kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu. Sio kichwa chako mahali kimeingia. Si bahari mikono yako, miguu yako ndio inaguza. It's the point of connector. That they were told everywhere you step, mahali pote nyayo zako zitakanyaga. Nimewapa nini? Kwa hivyo ukikanyaga kwa mganga, mimi Mungu nimekupatia kusumbuliwa na mapepo. Ukikanyaga kwa Mungu, nimekupatia nguvu za Mungu. Kokote utakanyaga. Mkikanyaga kwa umaskini nimekupatia. Ukikanyaga kwa magonjwa nimekupatia. Ndio nimekuja kuomba siku ya leo. Chochote ambacho ulipokea na miguu yako, leo Bwana anakiondoa kwa jina la Yesu. Leo Bwana anakiondoa kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la leo, sehemu yote unaenda kukanyaga, Jehova aende kuonekania kwa jina la leo. Ile mikono yako sema, Bwana, kama kuna sehemu nilikanyaga na miguu yangu nikajiletea shida, Bwana niokoe. 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 Hallelujah. So God told them, wherever you step with your foot, you have possessed that place. And why many people have problems in their life because of where they are stepping. Not everywhere you're invited, you should run to go. Everywhere you're invited, you run to go. Unakimbia unaenda. Some of these places you will carry problem, not blessing in your life. As soon as you step there, God says, I've given you. If you step in places of poverty, if you go to brothels, you have carried the spirit of brother. If you go in other people's houses, which are dedicated to evil, from there you'll be tormented by evil. That's why you see, in these white garment churches, and even in some saloons, you people go in a sampana. I don't see it's all of them, maybe some of them because I'm Usafi, but most of them will tell you, you have to remove your shoe. The reason why, they want to tap whatever is in your life. Go and read the book of Emmanuel Eni, the ex-devil worshiper. Read about him, what he talks about saloons and all those things. No, don't run from saloons that you're telling. Some of them because of cleanliness, but I'm saying with the discerning spirit in your mind. I pray for you today in the name of Jesus Christ. Chochote kimeondolewa kwako Bwana akarejeshe. Chochote I know here we got also saloonists who are doing that, but I say you allow people to come with the shoes. Put something there. In the name of Jesus Christ. Ninakuombea siku ya leo. Leo Bwana anaenda kufungua watu hapa. Chochote chako ulipoteza na miguu yako that is connected you to the underworld. Ninatangaza kwa azia leo. Naona Mungu akirejesha. I can see restoration. I can see God restoring people. I can see people restoring people.